Habari ya wakati huu mtazamaji wa Channel 10 Plus popote pale ulipo, karibu katika taarifa yetu ya habari. Msomaji wako ni mimi Nelson Munema. Karibu tuanze. Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI imetoa mwezi mmoja kuanzia Aprili 11 hadi Mei 10 mwaka huu kwa wahitimu wa kidato cha 4 wa mwaka 2025 kufanya marekebisho ya taasisi za kidato cha 5, vyuo vya kati na elimu ya ufundi kupitia mfumo wa kielektroniki wa uchaguzi wa wanafunzi ili kuwawezesha kupangiwa shule na vyuo kulingana na ufaulu wao. Mwanahabari wetu Amani Mbando ameandaa taarifa ifuatayo. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, Profesa Riziki Shemdoe amesema serikali tayari imekamilisha zoezi la awali la kuingiza kwenye kanzidata taarifa zote za uchaguzi zilizojazwa na wanafunzi wakiwa shuleni, na sasa wahitimu hao wanapaswa kutumia kipindi hicho kufanya maboresho ya machaguo yao. Ni muhimu kuzingatia muda uliotolewa wa kufanya marekebisho ili ratiba ya kuwachagua na kuwapangia shule na vyuo iweze kuendelea kwa muda uliopangwa. Baada ya matokeo ya kujiunga na kidato cha 5 na vyuo kutangazwa, ofisi haitashughulikia changamoto hizo kwa kuwa fursa ya kufanya mabadiliko hayo imeshatolewa. Huduma hii ya kubadilisha taasisi ni bure. Profesa Shemdoe amesema baada ya muda huo kukamilika, taarifa zitakazokuwa kwenye kanzidata ndizo zitakazotumika kuwachagua na kuwapangia wanafunzi nafasi za kujiunga na kidato cha 5 pamoja na kozi mbalimbali katika vyuo vya kati na vya elimu ya ufundi kwa kuzingatia ufaulu na machaguo yao. Kukamilika kwa zoezi hili kunatoa fursa kwa wanafunzi kuweza kufanya mabadiliko ya machaguo ya taasisi ama kozi kwa njia ya mtandao ya online. Baada ya wanafunzi kufanya marekebisho yao, kanzidata hiyo ndiyo itakayotumika kuwachagua na kuwapangia nafasi ya kidato cha 5 na kozi mbalimbali katika vyuo vya elimu ya ufundi kwa kuzingatia sifa na ufaulu na machaguo yao. Taarifa hiyo imesisitiza kuwa wanafunzi wanayo fursa ya kuongeza au kubadilisha machaguo ya tahasusi na kozi, ambapo wazazi na walezi wamehimizwa kushiriki kikamilifu kwa kushauriana na watoto wao ili kuhakikisha wanafanya maamuzi sahihi yanayoendana na ufaulu wao. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Asante Mbando kwa taarifa hiyo. Takriban watu 30 wamekufa katika mkanyagano wa watu katika ngome ya kihistoria kaskazini mwa Haiti wakiwa katika shughuli ya utalii iliyokusanya vijana wengi maeneo ya Citadelle La Farire huko Miloti. Taarifa iliyotolewa na serikali ya Haiti kupitia ukurasa wa Facebook, ambapo mkuu wa ofisi ya ulinzi wa raia kaskazini mwa Haiti Jean-Henri Petit amesema watu 30 wamefariki katika ngome hiyo ya karne ya 19 ambayo imetambuliwa kama moja ya turathi za dunia za UNESCO, huku akisema idadi ya vifo inaweza kuongezeka kutokana na idadi kubwa ya watu walioripotiwa kutojulikana waliko. Serikali imewahimiza wananchi kuwa watulivu na waangalifu wakati uchunguzi ukiendelea, huku ripoti za awali zikisema watu kadhaa wamejeruhiwa na kupelekwa hospitali, ingawa idadi kamili haijatolewa. Naam, serikali inakusudia kuleta mwongozo mpya wa kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji, lengo likiwa ni kuongeza nafasi za ajira na ukuaji wa uchumi wa nchi. Mwanahabari wetu anatueleza zaidi. Haya yamebainishwa hapa jijini Dodoma na naibu waziri wa nchi ofisi ya Rais, mipango na uwekezaji, Dr. Pius Chaya, wakati alipotoa muhadhara kuhusu mipango katika Tanzania ijayo, kazi za mipango ya maendeleo vijijini katika kufikia dira ya maendeleo 2050, muhadhara uliofanyika katika Chuo Kikuu cha Mipango ya Maendeleo Vijijini IRDP. Na hivi karibuni tutaleta mwongozo mpya wa kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji nchini. Lengo ni kwamba tupate wawekezaji wengi, watusaidie vile vile kwa ajili ya hawa vijana ambao Mheshimiwa Rais ametoa fedha nyingi sana kujenga madarasa, katoa fedha nyingi sana kuwapa mikopo, lakini wengine hawana kazi. Sasa tunategemea kwa kupitia hii dira swala la ajira tuweze kulitatua, na ndio maana mpango wa miaka 5 umejikita kwenye kuwa na uchumi ambayo ni imara, lakini ambao utatengeneza ajira za kutosha, hususan ajira katika sekta binafsi. Naye mkuu wa chuo cha mipango na maendeleo vijijini Profesa Elson Mayaya na wanafunzi wa chuo hicho wakaeleza wanatoa mchango gani kuhakikisha dira ya 2050 inafikiwa.
lakini kuna upungufu mkubwa wa kuweza kupanga ardhi yetu, ambao tunajua kwamba ardhi ni rasilimali. Sisi tayari tunatoa watu ambao wanaenda kujihusisha na masuala ya mipango miji, na hivyo kwenda kusaidia kuziba lile pengo la 72% ya kipande au ya ardhi ya Tanzania ambayo haijapimwa. Na kwa ujumla wake hawa wataalamu tunaenda kuandaa wanaenda kujibu matamanio ya serikali. Kwa serikali kuandaa hii dira 2050 itatusaidia kuandaa mipango mikakati ya miaka 5, miaka 3 na kuendelea. Kwa sababu ile dira ya 2050 tunaenda kuivunja kupitia mipango ya miaka 5, mipango ya miaka 10, 25 mpaka miaka 50. Kwa hiyo ni dira ambayo kwanza inaenda kutunyanyua sisi wahitimu au wanafunzi kwamba tunajua serikali yetu ina mpango gani, serikali yetu inaelekea wapi. Mpaka kufikia 2050 at least 72% ambazo zimesalia. Kwa na sisi wanafunzi ambao tunajifunza masuala ya urban planning, basi tunao mchango huu katika kufikia lengo la dira yetu. Kutoka hapa Dodoma ni Kuringe Mwangi. Mwekezaji mmoja wa kilimo cha umwagiliaji na ufugaji wa samaki wilayani Wanging'ombe mkoani Njombe ameiomba serikali kuingilia kati mgogoro wa ardhi uliohusisha shamba lake lenye ukubwa wa ekari 43 lililopo katika kijiji cha Kanamalenga, kata ya Ilembula, kuvamiwa na kisha kuzuiwa kuendelea na uwekezaji huo kwa madai hana umiliki halali wa ardhi hiyo. Mwanahabari wetu Michael Patrick anaripoti kutoka mkoani Njombe. Kufuatia mgogoro huo, mwekezaji huyo mhandisi Twahili Kilaga amelazimika kuita vyombo vya habari katika kijiji cha Kanamalenga, kitongoji cha Isimiki, ili kuomba mamlaka ziweze kufuatilia kwa kina apate haki yake baada ya kununua shamba hilo kwa thamani ya shilingi milioni 30, ambapo mwakilishi wa mwekezaji huyo Jafari Mnenwa aliyepewa mamlaka ya kisheria kusimamia mali za mzee Kilagwa mwenye umri wa miaka 71 anayesumbuliwa na tatizo la kiafya amedai kuwa shamba limenunuliwa kihalali. Kama mnavyoliona hili eneo lote wamevamia zaidi ya ekari 43 ambazo ni za mzee Twahili Kilagwa ambaye alifuata taratibu zote katika kijiji hiki. Na lengo kubwa la mzee huyu alitaka kwa ajili ya kuweza kufanya ajira kwa vijana. Kwa upande wake, msimamizi wa shamba hilo Daniel Mtemelwa amesema uvamizi huo umeathiri uwekezaji uliokuwa unaendelea. Ombi langu kwa serikali na vyombo vya ulinzi na usalama, kumekuwa kuna usalama mdogo sana ambao upo hapa katika hili shamba. Marehemu huyu kwa na ugonjwa wa muda mrefu aliamua kuuza eneo hili kwa mzee Kilagwa, na katika maelezo yale mimi nilikuwepo ofisini kwake kwenye ofisi ya kijiji anapolipa fedha mzee Kilagwa. Nimelazimika kufika katika ofisi ya afisa mtendaji wa kijiji cha Kanamalenga ili kusikia nini serikali inatoa kauli yake. Huo mgogoro upo na Twahili kwamba ni kweli alinunua kwa marehemu Atumali Moses Vata. Baada ya kumuuzia ndipo mgogoro ukaanza. Baada ya maelezo ya upande wa serikali ya kijiji, mwandishi amefanya jitihada za kumtafuta mmoja wa watu wanaodaiwa kuvamia eneo hilo kwa njia ya simu, Elias Vata, ambaye hapa amesema: sisi kiufupi taarifa hizo hatuzitambui kabisa kwamba shamba lile limeuzwa au sisi tu wavamizi. Kutoka hapa katika kitongoji cha Isimikinyi, kijiji cha Kanamalenga, kata ya Ilembula, wilayani Wanging'ombe mkoani Njombe, mimi ni Michael Patrick, Channel. Asante Michael Patrick kutoka mkoani Njombe kwa taarifa hiyo. Takriban watu milioni 8 wamejiandikisha kupiga kura ya kumchagua rais katika vituo zaidi ya 17,000 nchini Benin, huku matokeo yakitarajiwa kutangazwa ndani ya saa 48 baada ya kufungwa kwa vituo vya kupigia kura. Mgombea wa chama tawala ambaye pia ni waziri wa fedha, Romuald Wardegin, ndiye anatarajiwa kumrithi Rais Patrice Talon, huku mpinzani wake pekee kutoka upinzani akiwa ni Paul Hakupe, ambapo mpaka sasa wachambuzi wamebashiri Wardegin kushinda kutokana na upinzani kushindwa kupata viti vya ubunge katika uchaguzi uliopita. Rais Patrice Talon anaondoka madarakani baada ya kuhudumu miaka 10 akiacha historia ya mafanikio ya kiuchumi nchini humo, ingawa makundi ya haki za binadamu wanasema changamoto za usalama na ukandamizwaji wa upinzani bado ni utata nchini kutokana na mashambulizi ya makundi yenye mafungamano na Al-Qaeda kutoka Burkina Faso na Niger yakiendelea kuongezeka. Walimu wa chama cha kulinda na kutetea haki za walimu cha KUHAWATA halmashauri ya manispaa ya Mpanda wilayani Mpanda mkoani Katavi
walalamikia viongozi wao kwa kushindwa kuajiri makatibu na kushindwa kuwatetea walimu waliokamatwa kwenye agizo la waziri mkuu alipokuwa mkoani Katavi katika ziara. Mwandishi wetu Pasco Emmanuel Katona anaripoti. Wakizungumza na waandishi wa habari, baadhi ya wanachama wa chama cha kulinda na kutetea haki za walimu cha KUHAWATA manispaa ya Mpanda wamesema kuwa wanakilalamikia chama hicho kwa kushindwa kuwasaidia. Miongoni mwa malalamiko ambayo chama kinalalamika ni pamoja na chama chetu kuto kushirikishwa katika vikao vya mabaraza ya wafanyakazi, chama chetu kuto kushirikishwa kwenye vikao vya Mei Mosi na sherehe za Mei Mosi. Matokeo yake wanatupia serikali lawama. Ninaweza nikasema serikali haina lawama, kulaumiwa kwa chochote hakuna. Tatizo liko ndani yetu, ndani ya chama cha kulinda na kutetea haki za mwalimu cha KUHAWATA. Wanatusikia. Wasifikiri kwamba sisi tulioko huku wanachama ni mambumbumbu kiasi hicho. Tumechoka. Kwa sababu tunafika tunaongea na vyombo kama hivi, sio kwamba tunataka tufanye nini. Tumekosa pa kusemea. Nani mwingine sio kama ni vyombo vitusaidie. Mwalimu Haruna Ngoroke ni mwalimu wa shule ya msingi Kashato ambaye alikuwa ni mwanachama wa chama hicho. Anaeleza lengo la kujitoa katika chama hicho. Lakini kingine, chama hakina ule uwezo wa kumgharamia mfanyakazi kama ana shida. Ikitokea shida, kwa mfano juzi itokea shida kwa wafanyakazi wenzetu hapa, walipata shida kidogo ya mabati ambayo yalikuwa hana hakiki vigezo, wakawekwa na mamlaka ndani. Chama kishinda kuwasaidia kwa sababu hakina uwezo, na wale viongozi hawana mamlaka rasmi, hawajaajiriwa na vyama vyao, washindwa kufika kwa wakati. Lakini baadhi wao walitoka kwa wakati na vikawasaidia wale wanachama wao kwa utaratibu ambao utakiwa, na kweli wakatoka. Kwa hiyo niamua kuhama kwa sababu chama kile kijio kunisaidia kama mwanachama, niona hakina uwezo kunisaidia mimi kama mwanachama. Nikaona kama sina sababu ya kunia chama hicho sababu uwezo kusaidia hakina. Kwa hiyo nikawa nimetoka. Kwa hiyo sasa siko kwenye chama hicho. Hata hivyo, waandishi wa habari hawakuishia hapo. Wamefanya mawasiliano kwa njia ya simu na kuzungumza na kaimu katibu wa KUHAWATA manispaa ya Mpanda, na Holly Sanga amesema. Sasa nani maandishi wa habari siwezi kuwa na msemaji juu ya hili. Wasemaji wakuu wa chama wapo. Sawa. Ndio. Mimi nipo hapa tu kama kaja na kuwasiliana na wanachama walioko katika halmashauri ya wilaya ya manispaa ya Mpanda na makuu. Wao makuu ndio wanaojua kuhusiana na haya maswali. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Katavi, naitwa Pasco Katona wa Channel 10. Asante Katona kwa taarifa hiyo. Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa Dr. Rimo Nyansaho ameongoza harambee iliyofanyika kukusanya shilingi milioni 641 kwa ajili ya kuchangia ujenzi wa ofisi ya kanisa la Waadventista wa Sabato SDA jimbo jipya la North Mara Field. Musa Makali anaripoti kutoka mkoani Mara. Ni katika harambee ya changizo la ujenzi wa ofisi ya kanisa la Waadventista wa Sabato jimbo jipya la North Mara Field hapo Tarime mkoani Mara. Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa Dr. Rimo Nyansaho katika harambee hiyo alimwakilisha Waziri Mkuu wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba, na kabla ya yote akapata taarifa ya ujenzi wa kanisa hilo. Litakuwa na ghorofa 2 na likiwa na jumla ya mita za eneo itakazojengwa 3798. Gharama zote za jengo imekadiriwa kuwa bilioni 3.5. Mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi akitoa salamu za mkoa katika harambee hiyo ameomba viongozi wa dini kuendelea kuliombea taifa pamoja na viongozi wake kwa kazi kubwa wanazofanya. Muendelee kutuongoza katika mapambano tulionayo ya kuhakikisha kuwa jamii yetu inakuwa na maadili stahiki. Tunaendelea kuwaombea maisha mema, ufanisi mkubwa katika kazi na hasa kuliongoza taifa hili katika ulimwengu wa nyakati hizi wenye changamoto nyingi. Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa Dr. Rimo Nyansaho kwa niaba ya Waziri Mkuu na ujumbe wake wanachangia shilingi milioni 82 katika kukamilisha shilingi milioni 641. Mimi pamoja na ile ambayo Mheshimiwa Waziri Mkuu amenikabidhi nije nayo, tukiongezea na ile ya Waziri Mkuu, sisi tutatoa shilingi milioni
80. Kwa hiyo ndugu zangu, hii fedha iliyosalia ile ambayo tumeshaweka kwenye account sawa, lakini iliyosalia mzee Gachuma atawapa siku ya Jumatatu. Musa Makali, Channel 10, Mara. Asante Musa Makali kutoka mkoani Mara. Raia wa Hungary wamejitokeza kupiga kura hii leo Jumapili katika uchaguzi wa bunge unaotajwa kuwa miongoni mwa chaguzi muhimu zaidi barani Ulaya mwaka huu, ambapo inatajwa kuwa waziri mkuu wa muda mrefu Viktor Orban hatima yake iko matatani. Kura zimeanza kupigwa mapema asubuhi, huko Orban na mpinzani wake mkuu Peter Magyar wakipiga kura zao mjini Budapest, ambapo Orban anasema ana imani ya kushinda, wakati Magyar akieleza kwamba uchaguzi huo kama chaguzi ya mwelekeo wa mashariki na magharibi pamoja na uwazi au propaganda. Uchaguzi huu unafuatiliwa kwa karibu barani Ulaya na kwingineko kutokana na nafasi kubwa ya Orban katika siasa za mrengo wa kulia duniani, huku matokeo ya uchaguzi huu yanaweza kuamua mustakabali wa kisiasa wa Hungary na nafasi yake ndani ya Ulaya. Tukija hapa Tanzania ni kwamba Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC ipo katika maandalizi ya kutangaza uchaguzi mdogo wa jimbo la Isimani mkoani Iringa kufuatia kifo cha aliyekuwa mbunge wa jimbo hilo William Vangimembe Lukuvi, pamoja na uchaguzi wa udiwani katika kata mbalimbali nchini ambapo madiwani wake wamefariki dunia. Taarifa hiyo imetolewa na mkurugenzi wa uchaguzi wa tume hiyo Ramadhani Kailima katika kikao cha baraza la wafanyakazi wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kilichofanyika mkoani Morogoro na kuhudhuriwa na naibu katibu mkuu ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, Dr. James Kilabuko. Kailima amesema kwa sasa tume inaendelea na zoezi la uandishi wa taarifa ya uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani uliofanyika mwaka jana, na itakapokamilika itawasilishwa kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Tuendelee na majukumu mbalimbali, mojawapo majukumu Mheshimiwa Mgeni tunaendelea nayo ni kukamilisha taarifa ya uchaguzi ambayo tunaendelea kuikamilisha ili baadaye tuweze kuikamilisha kukabidhi kwa mamlaka ya Mheshimiwa Rais. Na kazi nyingine Mheshimiwa Mgeni tunaenda kupitia masuala ya kufahamu kuna uchaguzi mdogo unaweza kufanyika hivi karibuni wa jimbo la Isimani baada ya aliyekuwa mbunge wa jimbo lile Mheshimiwa William Lukuvi, Mwenyezi Mungu amrehemu, na baadhi ya kata zingine ambazo tume itatoa ufafanuzi huo. Kwa upande wake Dr. Kilabuko amewataka watumishi wa tume hiyo kutekeleza majukumu yao kwa kuzingatia katiba, sheria, kanuni na taratibu na kuepuka lugha zote za uchochezi zinazoweza kuleta uvunjifu wa amani na kuhatarisha maisha ya Watanzania. Napenda kuwaasa kuzingatia katiba, sheria, kanuni na taratibu mnapotekeleza majukumu yenu ya tume na kuepuka lugha zozote za uchochezi zinazoweza kuleta uvunjifu wa amani na kuhatarisha maisha ya Watanzania. Kikao hicho pia kilitumika kufanya uchaguzi wa katibu wa baraza hilo, ambapo wajumbe walimchagua Mwitaru Keboya kuwa katibu mpya wa baraza la wafanyakazi wa tume hiyo, akichukua nafasi ya Livin Avit ambaye amemaliza muda wake. Juma Mohamed, Channel 10. Juma Mohamed kwa taarifa hiyo. Mbunge wa viti maalum kwa Kaskazini Pemba Mheshimiwa Asia Sharifu Omari amewataka wanafunzi kutambua juhudi zinazochukuliwa na serikali katika kuboresha miundombinu ya elimu kwa kusoma kwa bidii na kutumia fursa zilizopo kwa manufaa ya taifa. Kutoka Pemba, Masanja Mabula anaripoti. Zungumza kwenye sherehe za kuwapongeza wanafunzi wa skuli ya Tumbe Sekondari waliopata matokeo mazuri katika mitihani ya kidato cha 4 mwaka 2025, Mheshimiwa Asia amesema serikali imekuwa ikitoa mikopo kwa wanafunzi wa elimu ya juu ili kuhakikisha watoto wote wanapata nafasi ya kusoma bila ya vikwazo vya kifedha. Serikali inajitahidi sana kutoa huduma mbalimbali za wananchi, zikiwemo matibabu, elimu, afya, kila kitu. Lakini sisi ni wasaidizi wao kwenye maeneo haya. Na tunalolifanya ni kwa niaba ya serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar.
maana mimi ni mbunge wa wanawake wa mkoa. Kwa hiyo ninachokifanya ni kwa ajili ya serikali yangu ya Chama cha Mapinduzi. Aidha, Mheshimiwa Asia ameahidi kuchangia gharama za maandalizi ya kambi kwa wanafunzi wanaojiandaa na mitihani yao kidato cha 4 mwaka 2026 katika skuli hiyo. Akipata kifungua kinywa atatulia, endelea na utaratibu wa kusoma. Leo tuko mwezi wa 4, mwezi wa ngapi tunamaliza hapa? Mimi naharamia hicho kifungua kinywa kwa muda wote. Mapema akisoma risala katika mahafali hayo, Mwalimu Halfani Saidi Halfani amesema ushirikiano kati ya walimu, wazazi na wanafunzi umesababisha kuongezeka kwa ufaulu wa wanafunzi wa kidato cha 4 kutoka wanafunzi 24 kwa mwaka 2024 hadi wanafunzi 58 kwa mwaka 2025. Kuongeza kiwango cha ufaulu kwa wanafunzi wa kidato cha 4 na kidato cha 2. Jukumu hili la kutuletea miundombinu hii shuleni petu hapa Tumbe kuanzia msingi mpaka sekondari, kuboresha miundombinu hii ndiko huku kunakotuweka mjini. Leo hii tukaona kwamba tuna wahitimu zaidi ya 50 wanaoingia kidato cha 5. Ni Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Baadhi ya wanafunzi wa shule ya sekondari Lotozo iliyopo kata ya Katoro wilayani Geita mkoani Geita wameshirikiana baadhi ya wazazi wao kwa kuongozana hadi ofisi ya mtendaji wa kata hiyo kupinga uamuzi wa mkuu wa shule hiyo ambaye amesimamishwa kazi na uhamisho wa walimu zaidi ya 10. Mwanahabari wetu Mrisho Sadiki anaripoti kutoka mkoani Geita. Kabla ya kufika ofisi ya mtendaji wa kata, wazazi na baadhi ya wanafunzi hao walikwenda nyumbani kwa diwani wa kata hiyo kufikisha malalamiko yao ya kupinga kusimamishwa kazi kwa mkuu wa shule, kuhamishwa walimu zaidi ya 10 na kuvunjwa kwa makundi ya wanafunzi kujisomea majumbani. Shule ya Lutozo Sekondari ilikuwa ni kimbilio la wanyonge. Ilikuwa ni shule ambayo inategemewa hapa Katoro, lakini kwa figisu za watu wameamua kuirudisha nyuma. Mimi mwenyewe nina mwanafunzi alifika nyumbani analia, anasema mwalimu mkuu alikuwa analia, kuna walimu wanalia, kama mtu mzima analia. Hatupingi maamuzi ambayo yamefanyika, ila nashauri ikiwezekana kifanyike kikao kingine cha wazi, kihusishe jamii, wazazi, walezi. Madai ya mgogoro huo ambayo hajathibitishwa na mamlaka za serikali ni kwamba baadhi ya walimu ambao hawakupata nafasi ya kusimamia makundi ya kujisomea majumbani yanayofadhiliwa na wazazi wamechochea kuwa makundi hayo ni hatari kwa usalama wa watoto wa kike, hatua iliyochangia mamlaka za elimu mkoani Geita kuingilia kati na kuchukua hatua kwa walimu wote waliokuwa wakihusika na makundi hayo akiwemo mkuu wa shule. Diwani wa kata ya Katoro Zubeda Musa amewataka wazazi na wanafunzi hao kuwa watulivu wakati wakiendelea kufuatilia kwa kina swala hilo. Sisi tunataka muendelee kufaulu kama mlivyokuwa faulu nyuma. Kuona hivi mmefika hapa, mna uchungu na elimu na mnajua nini mnachokifanya. Kwa hiyo sisi tunashukuru sana, tutaendelea kuwasaidia ila mrudi shuleni mkatulie mkaendelee kusoma. Maamuzi hayo yanadaiwa kufanywa na afisa elimu mkoa wa Geita. Jitihada za kumpata ili kutolewa ufafanuzi swala hili zimefanyika bila mafanikio. Tunaendelea kumtafuta. Kutoka Geita, mimi ni Mrisho Sadik. Asante Mrisho Sadik kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, tunapata mapumziko mafupi, tukirejea hapa ni habari za michezo na burudani. Mimi ni Nelson Munema.